Vidokezo ambapo saa chache tu baada ya tarehe ya mazishi ya watu 6 walioangamia katika ajali ya ndege kule Mosop, kaunti ya Nandi kutangazwa, viongozi wa kaunti ya Narok wamefanya kikao maalum nyumbani kwake marehemu mbunge Joanna Ng'eno na kutoa maelezo zaidi kuhusu mipango ya mazishi. Aidha, walihimiza umuhimu wa shughuli hiyo ya Ijumaa kuendeshwa kwa amani. Crispin Otieno na maelezo zaidi kutoka Emurwa Dikir. Ni kikao maalum katika boma la marehemu Joanna Ng'eno katika kijiji cha Mogondo, eneo bunge la Emurwa Dikir. Magavana Patrick Ole Ntutu wa Narok na mwenzake wa Bomet Hilary Barchok waliongoza mkutano maalum wa viongozi wa kaunti hizo ili kutoa mwelekeo wa maandalizi ya mazishi ya watu 6 waliofariki katika ajali ya ndege Jumamosi. Na ningependa nichukue nafasi hii ni ripoti ya kwamba hawa wenyewe wametoa siku ya Friday ambayo ni Ijumaa. Hiyo ndiyo siku itakuwa ni siku ya funeral. Meaning that pia on Wednesday tutakuwa na maombi maalum pale Baptist Church kwa hawa wandugu zetu ambayo wametuacha. Aidha, Gavana Ntutu alidokeza kuwa hafla hiyo ya buriani itafanyika kwa njia ya pekee, kwani serikali itagharamia kila kitu ili kupunguzia familia zilizoathirika gharama hiyo. Hizi kaunti mbili zinakuanga zinashikania mambo zikifanyika kama hizi. Ina maana kwamba watu wote wa Bomet wetu, watu ya hapa Kajiado, watu ya Nairobi ambayo ni neighbors wetu na Nakuru, wote Wakenya wote tunaomba mufike hapa, muje, mumekaribishwa kwa maombi maalum. Lakini wameniuliza kama kiongozi wao, kwa sababu wananchi wetu ni wale watu ambayo hawajaelewa ni nini imefanyika. Wameomba kwa heshima kubwa ya kwamba investigation ifanyiwe ili wakubali kwa roho yao ni nini ilifanyika. Sisi kama Wakipsigis na Wakalenjin, hiyo tradition yetu na vile tunakaa kama jamii, tukiomboleza, please tutoe siasa kwa mambo ya kuomboleza. Hafla hiyo ya siku ya Ijumaa itafanyika katika uwanja wa shule ya msingi ya Dikir. Viongozi hawa wakihimiza amani siku hiyo. Na tuache tabia mbaya ya kutumia kifo cha mtu kuanza kuendeleza sera zako. Iko siku ambayo hayo mambo yatafanyika. Niseme kwamba tumzike na tumsindikize kwa njia ya kiamani, kwa sababu Mheshimiwa Ngong alikuwa ni mpenda amani. Tunajua mambo ya Ang'ata Baregoi, alikuwa ni the first leader, alitoka. Wewe mwenyewe kama reporter ulikuwa kule. He was the first person alitoka ili kuweza kueneza mambo na amani. Na tumekubaliana na familia yake, na familia the victims, because that tells you Ngong was a man of the people. You can even see hata katika kifo chake hajakufa peke yake, aliaga na watu wengine. Kwa hivyo tunataka kuambia kwamba tarehe 4 tutakuwa na requiems, tarehe 5 mili italetwa hapa na tarehe 6 ni mazishi. Hayo ya kijiri, waakilishi wa serikali ya kaunti ya Narok walitembelea familia 5 za waathiriwa kutoka kaunti hiyo na ile ya Bomet kuwafariji. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Emurwa Dikir, kaunti ya Narok. Na mtazamaji amezungumza kwa muktasari pale Crispin Otieno, lakini utaratibu uliopangwa na kamati maalum ni kwamba siku ya hapo kesho kutakuwa kuna misa maalum katika kanisa la AGC pale Karen, ikiwa kutakuwa kuna maombi maalum kwa mwenda zake Mheshimiwa Joanna Ng'eno, na ikifika siku ya Alhamisi, kwa mujibu wa taratibu na tamaduni za Wakipsigis ni kwamba mili ya marehemu Joanna Ng'eno na Wycliffe Rono itakuwa inasafirishwa kutoka makafani ya Lee hapa Nairobi hadi katika nyumba ama katika maboma ya wenda zake hawa wawili, na itakuwa inalala usiku huo katika nyumba hizo. Na siku hiyo Alhamisi, mili ya Carlos Keter na Nick Kosgei na Amos Kipngetich
pia vile itakuwa inasafirishwa kutoka Nairobi kupelekwa nyumbani. Kumbuka kama nilivyosema, kuna baadhi ya mila ambapo lazima mili ya ambao wale watu ambao wana miji yao lazima wakalale katika boma, ndio kesho yake utaratibu mwingine wa mazishi uweze kufanyika. Na pia siku ya Alhamis kutakuwa na misa ile ama ibada ile ya wafu katika shule ya msingi ya Emurua Dikir, ambapo wanakijiji watapata fursa, kama utakuwa utaratibu unaruhusu, ya kuweza kutoa heshima zao za mwisho kwa wenda zake, na baadaye mwili wa Carlos Keter na Nikos Gay na Amos Kipngetich utakuwa unahifadhiwa katika makafani ya Kilgoris, lakini mwili wa marehemu Mheshimiwa Johanna Ng'eno na mwenzake Wycliffe Ruto Wycliffe Rono itakuwa inapelekwa moja kwa moja hadi katika makazi yao. Siku ya Ijumaa ndio siku ambayo mili yote ya watano hao waliofariki kupitia mkasa ule wa kushtukiza na wa kushtua wa ndege itakuwa inapelekwa moja kwa moja katika shule ya msingi tena ya Emurua Dikir ili kupata sala ya mwisho, na utaratibu wa mazishi utafuatia. Baada ya hapo itakuwa kila familia inachukua mwili wake kuelekea pale ambapo wamepanga kwenda kuzika ndugu yao, jamaa, rafiki. Kwa hiyo yote itafanyiwa ibada kwa pamoja, lakini baada ya hapo kila familia itachukua mpendwa wao ili waende wakamalize shughuli ya mazishi ambayo itakuwa inafanyika hiyo siku ya Ijumaa. Kwetu sisi ni kuzipa familia hizi nguvu kipindi hiki kipindi kigumu cha msiba mzito. Wao ndio wanajua mahali ambapo msiba huu umewafikisha. Kwetu